tumeshafika WCB, tumetoka, tumekuja na Zoom production, tumefanya vizuri, tumeiti, tuna kainama, tuna nini na nini, tumefanya collab na Burna Boy na kila kitu. Ghafla tunataka kutoka WCB. Jose, wewe ndo mwanangu. Tayari huko kwenye Zoom. Najua katika kipengele ilikuwa ni hard time ni hicho. Kwamba Diamond amekuamini pamoja na Harmonize kwa pamoja, wao mlifungua kitu wakakupa wewe usimamie. Sasa hao watu ambao ni mabosi zako wameitarifikia, wamegombana. Inabidi kila mtu afanye mambo yake. Wewe ulikuwa upande gani? Na how hard was it? Unajua kuna kitu hata yeye mwenyewe sijawahi kumwambiaga. Labda anaweza nikana akisema hapa kwa mara ya kwanza. Wote nilikuwa nawaheshimu. Nawaheshimu sana. Na Biggie, Diamond nilikuwa namchukulia ni bosi kama Konde ambavyo alikuwa anamheshimu. Na mimi nilikuwa namheshimu nikijua huyu ni bosi wetu. Kama ni bosi wa mwanangu, ni bosi wa bosi wangu. Unaelewa Iliniweka wakati mgumu sana. Hasa ukiwa tayari umejua kabisa huyu bosi wake ni huyu. Alafu nilikuwa nimeshapata nafasi ya kuaminika na kukubalika kwenye kazi yoyote ninayoifanya. Umeona bwana? Nilikuwa nikipewa jukumu nalifanya, na nilikuwa naona hiyo hali ya kufanya ilikuwa inapokelewa kwamba huyu akigiwa jukumu fulani anafanya. Sasa ilivyotokea haya mambo, kichwani kwangu kulikuja kabisa mimi Konde ni mwanangu. Kwa vyovyote vile mimi nimemjua Diamond kwa sababu ya nani? Ya Konde. Wala sijagombana na Diamond, na namheshimu kama brother. Lakini leo kwa sababu kumetokea haya na haya, kweli nitaacha yeye nikae na Diamond? Mimi ni mwanangu muda mrefu sana. Kwangu niliona kama na snitch kumwacha mwana ambaye nimeanza naye kitambo, nikabaki kwa mtu ambaye naamini pia ananikubali, wakati mimi nimemjua yeye kupitia huyu mwanangu. Kwa hiyo mwisho wa siku ndo niliamua maamuzi hayo, kwa sababu nimemjua huyu kupitia huyu. Na huyu sijui atakapotoka hapa atakuwa na nyakati gani. Kwa hiyo inawezekana labda ananihitaji kwa namna moja ama nyingine, tupigane kama tulivyoanza kupigana mwanzo. Simu ya kwanza ya Harmonize kukushirikisha, najua wewe katika watu wa kwanza kushirikishwa kama nataka kuondoka kwenye familia, ilikuwaje na wewe ulipokeaje? Sio simu, kwa sababu tulikuwepo muda wote. Vitu ambavyo mtu anaweza kaa na vizungumza, anaongea. Siwezi kuongelea sana hayo, lakini mimi naamini kama ni maneno hiyo situation yani sitaki kujua wao waligombania nini na nini, hao sio yashapita. Mimi sasa hivi kuna amani na nini. Ninachojaribu kuangalia ni wewe sasa kama mtu kati. Ndio maana anakuja kuliwasilisha jambo lake kwamba bwana Jose, sio rahisi. Hapa tulipokuja tunatakiwa tuondoke. Kwanza sio rahisi na ilinipa tabu. Mimi nasubira sana. Binafsi yangu mimi nasubira katika jambo lolote lile. Uaga sichukui maamuzi haraka kwa sababu kitu kimetokea. Mimi mpaka nikichukua maamuzi basi jua nimekiacha kitu kijiamue. Na neno langu kubwa nilikuwa nasema tu tusubirie wakati. Usiamue jambo linaweza likawa wakati wake haujafika likawa na shida. Acha mpaka lifike na litajiamua lenyewe. Hilo ndio lilikuwa neno langu kubwa. Na nilikuwa naogopa sana kuamua kitu ambacho hakijafika wakati wake kinaweza kikaleta shida. Kwa hiyo nilipokea kwa hali fulani ambayo nikimtazama nilikuwa naona ni mtu ambaye kama nimechoka, acha iwe. Kwa hiyo nilikuwa nataka isiwe hivyo. Nataka iende kwa taratibu. Nilikuwa nataka bado yani kama wakati uongee. Yes, wakati ufike ujiamue kuliko yeye kuamua. Yes. Okay. Sawa, najua kwenye selection pale Hamu aliondoka na watu wake. Nakumbuka wewe, Sam, Mjerumani alikuwa tayari kwa pale. Alikuwa bado mwishoni wakati wanafikia mkakati wa kumalizana. Kwa sasa akaanza kuhisi kwamba sasa natakuwa niwe na watu. Kwa hiyo ndo akaanza kuchoose. Kwa alikuja nyakati zile. Hardship ilikuwaje? Mnaenda kuanza safari mpya ya maisha. Msanii ana jina kubwa, tayari ana deni la milioni 600 anatakiwa kuliclear. Wewe ni mwanao, unawaza mwanangu milioni 600 unajua ni nyingi hiyo. Tulikuwa tunapata 2000 tu sisi tunabela kula. Milioni 600 hata mwenyewe anasema kwamba alistruggle sana mpaka alikopa kupata hela kulipa milioni 600. Kwanza Konde alivyo yeye sio mtu dhaifu. Alafu sio mtu wa kukuonyesha kwamba ujue napitia sehemu ngumu. Okay. Hapana, sio mtu wa hivyo. Ndio maana nasema kuwa mtu dhaifu. Anapenda kukuonyesha kila kitu kiko sawa. Ila kwa sababu mtu umemjua sana, unajua tu sasa hivi huyu hayuko sawa.
Lakini sio mtu atakaa hapa kuonyesha kwamba hivi utamwona muda wote anafurahi na cheka nini. Hawezi kukuonyesha kwamba hapa nyakati ngumu unapitia hapa sasa hivi na wakati mgumu, hakuonyeshi kabisa. Labda mpaka umjue, umtazame, ndio unaweza ukajua hapa mwanangu hapa hayuko sawa. Okay. Kwa hiyo sisi tunapita katika faraja, kumpa nguvu, kufurahi muda wote, tuamini tuwe na furaha, tucheke. Then akipata muda mchache ndo anaweza akakaa afikirie nifanye nini, lakini sio muda wote umwache mtu labda unaamini sasa hivi hatuko kipindi kizuri awe na stress ya amini napitia hapa na hapa na hapa. Hapana. Tulikuwa tunajaribu kukaa katika nafasi ya kupunguza, at least awe na mawazo kadhaa hivi ambayo inatajwa kwamba hata wakati mpo pale wote pamoja kama familia, lakini bado mlikuwa nyinyi wenyewe muaminiani. Yani kwamba kwa sababu si watu wengine mmetoa kule mlikuwa sehemu moja, mmehama mmekuja huku. Kwa hiyo hata nyinyi wenyewe mlikuwa muaminiani kwamba je, kweli sisi ni Konde Gang Die Hard fan au wengine mamluki hapo. Kwa sababu inataja katika hizi familia hizi ngome za muziki, mfano kuna watu wa Kings Music, watu wa Alikiba ni wana sana wana wa WCB, na kuna wana WCB ni wana sana wana wa King Kiba. The same hata kwa Harmonize, watu ambao walimsurround Harmonize, wanamsurround Harmonize hata sasa hivi. Ukizungumzia Sam Chaupole alikuwa ni Die Hard fan wa Diamond, nakumbuka vizuri kabisa. Mtu wa Digital nani Amigo mwanafamilia kabisa, si ndio? Na watu wengine wote ambao wako pale, wengi walikuwa ni watu ambao wametoka pale WCB akahama nao Harmonize. Ni kweli mlikuwa muaminiani nyenye mkikaa mkijiangalia, kuna mtu anaweza kauza mafaili hapa. Unajua lazima ujihami. Kujihami kupo japo unamtengeneza mtu awe loyo kwako. Kwa hiyo kujihami kupo, na unaamini kuna vitu ambavyo unaweza kumshirikisha mtu anayeingia na kuna vitu ambavyo hawezi kushirikishwa. Kwa hiyo mpaka uone kabisa huyu nafaa kumshirikisha katika vitu vyangu vya ndani ama vitu vyetu vya ndani, basi mpaka umefikia hatua umemwamini. Kwa sababu unajua mtu huwezi kupretend nyakati zote, muda wote, miaka inaenda una pretend tu, ni uongo. Okay. Kama ni kenge katika msafara wa mamba utaonekana tu. Najua tuna mambo mengi sana kuzungumza Jose. Lazima tugusie. Ikafika stage sasa tukafungua lebo. Tumetoka kumtazama Harmonize peke yake, inabidi tuwe na kijana mwingine mmoja, na mwingine ni Ibra. Na Ibra ukakabidhiwa wewe kama manager wake, si ndio? Wazo la kufungua lebo, expectations za lebo zilikuwaje mpaka sasa na lebo bagi msanii mmoja? Na ukiona hali kama hii katika ofisi ambayo mlikaa kutunga wote wazo mpaka leo hili limekuwa ofisi imekuwa kubwa, lakini wasanii wamepukutika, wameondoka, wewe binafsi unaichukuliaje hiyo? Mimi naona kawaida tu. Kwa sababu hata mti waga unashusha majani yote na unaanza upya. Utashusha tena utaanza upya. Hizi ni nyakati tu, kama rais ni awamu inakuja, atakuja huyu atatoka, atakuja huyu atakuja. Inawezekana kuna wakati hata kuwepo mtu kabisa na watakuja tena wengine watafanya vizuri zaidi. Hakuna kitu ambacho kiko milele yani. Hakuna. Vitu vinakuja na kutoka, vitu vinakuja na kuondoka. Kwa hiyo ni kawaida sana. Imekuwaje Jose leo hii tukitaja na familia? Of course inawezekana sijajua behind, inawezekana ni mwanao bado mna hang, labda sijafahamu. Japokuwa hata nyuma huko sije kuonaga Jose na hang na Harmonize, ndio ukweli. Mnakutana kwenye kazi tu basi, japokuwa ni mwanao wa kitambo unasema, lakini sijakuta eti sijui Harmonize kwenye bata Jose yuko, pengine kwa sababu ya ulokole ambao uko nao. Imekuwaje Jose, kuna siku uliandika kwamba mimi sifanyi kazi tena na Konde Gang? Nini kimetokea? Nishakuandika hivyo? Wahi kuandika. Ulimjibu shabiki. Okay. Ulimjibu shabiki kama mimi siko tena Konde Gang. Okay. Kwa historia yote tumeizungumza hapa, leo hii wakati mafanikio yamepatikana, Harmonize ni mkubwa, lebo ni kubwa, msanii ambao ulimsimamia Ibra ni mkubwa, anafanya vizuri, unasema kwamba haupo tena Konde Gang. What happened? Neno nzuri ni kama hilo tu, kwamba mti waga unapukutisha majani na yanaanza tena upya. For good? Unajua mimi niko na yeye miaka 10 sijui. Unaona? Kwa ni miaka imeenda imerudi, maisha yanabadilika. Sawa, lakini ndio mchukua mnapambania hichi. Ndicho, sio kila unachopambania kinaweza kaa kwa ajili yako. Unaweza kupambania kitu kikaja kikaleta faida kwa watu wengine. Unaweza kupambania kitu leo usikipate, ukifa tu kinapatikana kwa watoto wako. Kwa
Kwa hiyo kuna wakati tusione kwamba tunaishi tu maisha kwa ajili yetu. Kuna wakati tunaishi maisha kwa ajili ya watu wengine. Okay. Umeelewa? Tukiwa na fikra ya kwamba kila kitu tunachokitengeneza, tunachokifight ni kwa ajili yetu sisi wenyewe, tunatengeneza ubinafsi wa watu wengine kutokupata. Kwa hiyo tunaamini nyakati zote tusijiwaze sisi ili wengine wapate nafasi. Umeondoka for good? Kwa sana, amani? Sana. Moyo wangu una amani sana. Na mnaongea na Harmonize mpaka sasa hivi? Mimi sijaongea naye muda mrefu, lakini kwa historia maisha kwa historia maisha ambayo umeyapitia wewe na Harmonize, unadhani ukisema kwamba sijaongea na Harmonize muda mrefu, shabiki wa kawaida atakuelewa kweli, kuhisi kwamba nyinyi mko sawa? Sawa, amfanyi kazi. Harmonize sio tu mshikaji wako, ni familia. Yaani kitabu cha Harmonize kikiandika leo jina lako lazima litokee. Hata kwenye nyimbo zake amesema shout out kwa mwanangu Jose Mipango. Unajua mjini hapa watu wanakimbizana sana. Mimi naweza nikakaa hata baba yangu sijaonana naye miezi. Okay. Unaelewa? Kuongea? Hata baba yangu anaweza kaa wiki. Alafu mimi sio mzuri sana kwenye simu. Kuhusu maongezi. Hicho nakupa hicho. Kwa watu ambao wananijua mimi, unaweza ukajua. Mimi sio mzuri sana kwenye maongezi ya simu. Mimi sio mzuri. Sipendi kuongea na simu. Mimi sipendi. Yaani nakwambia kabisa. Kuongea na simu ni kitu ambacho sipendi, siwezi sana. Kwa hiyo mimi naamini mnaweza msikutane. Mimi huaga na kauli yangu moja, mtu ambaye sijakutana naye muda, naambia muhimu ni uzima. Tunapokutana basi afya yako ni njema. Tunaongea, tunajenga mawili matatu, then tutapotea. Tukiwa na shughuli ya kutukutanisha inayofanya mimi naye tukutane, tutakutana, tutafanya hiyo kazi, ikiisha utaendelea na maisha yako, mimi nitaendelea na maisha yangu, utapambana, tutakutana tena kwenye shida, kwenye raha. Na ndio maisha yetu ya mjini, yani tukubali tukatae. Ili kiona watu wengi sana hujawahi kukutana nao, tangia umeachana nao huko, na mkikutana mnaongea mawili matatu, mnakumbusha upo kweli au uko kimya sana, na namba mnazo, namba yake ya simu nayo wewe unayo, lakini hata kwa simu mkikutana ndio mnaanza kuongea. Kama mimi na wewe tumekutana lini mara mwisho? Kweli yule muda mrefu. Tunachati mara chache. Lakini tupo wote kwenye interest. Ni kawaida. Lakini sio kwa maisha yako na Harmonize. Chochote kinaweza katokea. Kwani usiseme sio maisha yangu mimi na babangu? Mimi na kaka yangu wa kwanza na muda mrefu sijaongea naye, sijakutana naye. Mpaka haba nikienda kutembelea haba nimepita nakutana. Ndio maisha yetu ya mjini, tukubali tukatae. Direction ya lebo unaionaje kwa sasa na Harmonize? Kila kitu ni kuamua. Harmonize ni mkubwa. Ni njia ile ambayo mnataka kutengeneza. Harmonize ni mkubwa sana. Atakachokiamua, atakachotaka kukifanya, anaweza akakifanya na kikaa kikubwa. Yaani akiamua muintroduce msanii sasa hivi mpya ambaye hajawahi kusikia kabisa, anaitika na anakuwa mkubwa kama wengine ambao walikuwa wakubwa wakazungumziwa. Umeelewa Kwa hiyo siwezi kusema direction ya watu wanavyosema sijui direction ya kuaje sio inakuaje, hapana. Atakachokitaka kuwa kinakuwa. Hata huyo Ibra yuko saizi anaenda kwani anaenda kwa jina la nani? Mkimtaja Ibra simnataja Konde Gang. Okay. Konde Gang ndio Konde mwenyewe yupo. Tukiona amekufa yuko kwenye muziki, tutasema direction ya Konde Gang sasa imekufa, haitoenda vizuri kwa sababu yule ambaye tunamtegemea saizi hana tena nguvu. Lakini kila akitoa ngoma zake zinafanya vizuri. Ngoma zake kubwa. Atatoa kitu gani kisiende? Atamtangaza nani leo hii asiwe mkubwa kama yeye ni mkubwa? Kwa sababu unafanya kazi na director Ken, right? Hapana, pale nipo kama project production. Yaani kwamba manager, project manager, yes. Kwa hiyo labda kuna kazi ameona naweza nikafiti kuisimamia, atanicheki nitaenda. Kwa kwenye hizi video ambazo director Ken ambazo kazifanya na Harmonize recently, ulikuwepo pia location mnakutana, have fun? Yes. Nyingi nilikuwepo. Okay. Safi. Jua ni kali. Huko kote tumekutana, ndio maana nakwambia hivi kukiona shughuli ya kutukutanisha tunakutana. Jua ni kali. Sasa hivi mvua huko inanyesha, kwa jua imepungua kidogo ukali. Sema umetoboa sana Jose. Hakuna Mungu tu. Umetoboa. Sisi wengine ndoa lini lakini? Sisi wengine kutoboa kwetu Jose, of course sio kwamba ni scandal, ni kitu ambacho kipo. Unatoka kimapenzi na Alice, si ndio? Wajua kali. Mpaka sasa hivi bado mko pamoja? Hapana. Kuna shabiki niona alikuwa na comment, mbona tuwaoni tena kama zamani na nini? Nafikiri naweza neno rahisi naweza kusema kwamba hatuko pamoja. Mimi mmoja kati najua mimi ni shabiki wa mahusiano yenu sana. Mmedumu mlikaa kwa miaka mingapi? 5 sio 4. Kitu kama hicho. Itabidi nifanye mchakato penzi liweze kurudi kwa namna yoyote.
Mungu tu. Unajua mahusiano na ndoa ni kitu cha Mungu, sio cha mwanadamu. Lakini mlibondi vizuri unajua Jose. Yeah. Kuna wakati tu maisha yanatusonga, unajikuta mnapishana. Mmepishana tu. Ndio kwani kutokuelewana. For how long sasa hivi mko pamoja? So muda mrefu. Kama muda gani? Hata mwaka ufiki. Sije mmeachana nyinyi. Unamjua KD. Sasa ujue kuna nyakati zikifika. Unajua unaweza mkagombana sana. Lakini katika kugombana huko hujawahi kusema kwamba hatuko pamoja. Kwa hiyo kisababu umesema hivyo, labda inawezekana ikawa umeona imefika hatua hii tena haiwezi. Sio, umeelewa? Lakini love inaweza ikawepo. Lakini kutokuelewana kunaweza kukatoa jibu la kwamba kweli sasa hizi tumeshindwa kuelewana. Ila mna fresh, mnawasiliana fresh na nini? Nyinyi mlikuwa more than lovers litakapotokea swala ambalo litafanya tuwasiliane, tutawasiliana. Wewe baba. Sasa kama kwa sababu wewe yani hamna story kiufupi sasa hivi. Yes. Hamna tena kitakachounganisha. Lakini wanasema pia sometimes wengine wanasema kwamba mwanamke anapopata mafanikio bana, kuna baadhi ya vitu vinakuwa kuna Alice sio mshamba. Kwani mimi nilikuwa na mafanikio wakati niko naye? Wote mlikuwa chini. Mwanamke alikuwa ni mwanamke wa mjini, angeweza kuwa na mtu yote ambaye ana mafanikio. Ni love ilikuwepo tu pale. Ila tu wakati fulani maisha uaga ya kogo hivyo. Unajua maisha yanatufundisha kuishi. Yaani tunapata kuishi kulingana na maisha ambavyo anatupeleka. Kwa ni nyakati tu zinavyopinduka, mizunguko ya maisha inavyoenda, watu tunaokutana nao, kila kitu ambacho tunakiface ndio kinaweza kikabadilisha mtindo wa maisha. Sawa Jose, mimi nashukuru sana kwa time yako bro. Tumepiga story 2-3, tumefahamu kidogo mambo mengi ambayo pengine watu wanajiuliza nini kilitokea, Jose uko wapi sasa hivi na nini. Anything labda ungependa kushare na watu? Baba mchungaji. Mimi nashukuru kwa nyakati zote. Naamini Mungu anatupangia mazuri yaliyo zaidi. Kwa hiyo tunaitika wito wowote unaokuja kwetu. Kuna nyakati tunaweza tukafikiria kwamba tuna deserve kupata maisha fulani, lakini yeye Mungu anahisi kabisa wewe unastahili kupata kitu fulani. Inawezekana nimekijua ama sijakijua, lakini nategemea yeye anaweza kanipa direction. Maana yeye amesema atatuonesha, atatufundisha. Sawa. Kwa kuna wakati tunamtegemea yeye kwa kila kitu. Yeye atatuonyesha njia, atatufundisha cha kufanya, atatupa kitu sahihi. Unaelewa kinachonistahili kitakuwa cha kwangu, kisichonistahili hakiwezi kuwa cha kwangu. Kwa kila kitu ni Mungu anatuongoza, kwa sisi tunaiamini kupitia Mungu. Kwa tunaamini kila kitu kitakuwa kupitia yeye. Shukrani sana. Bana nilikuwa na Jose wa Mipango. Manika Jose wa Mipango, na hii hapa ni Italk ya Ricky Media. Mimi naitwa Ricky behind the camera, mama KB, huku tukiwa napigwa tafla kutosha na Silent Ocean, Simba Bahari, Jesus Sound, ambao hawa wana Bluetooth speakers zao sasa hivi zinakwenda kwa jina la Jesus Sound, lakini pia Webline Computers, mabingwa wauzaji wa laptops pamoja na computers aina mbalimbali. Till next time, bye bye.